Na barabara mpenzi mtazamaji pahali popote ulipo, na karibu katika runinga pendwa ya Energy TV channel katika Gumzo, nami Bernard Otieno. Na leo tuko kwenye studio, tuko na mgeni, katibu mpya, mwanafunzi wa wanahabari, gwiji wa Kiswahili ambaye ataenda kuzungumzia safari yake ya uongozi na pale ya wanahabari. Bwana Mzami, karibu kwenye studio zetu. Shukran sana. Je, unaweza jitambulisha kwa watazamaji wanaokutazama? Shukran kabisa. Bernard Otieno. Jina langu ni Mzami Abdurashid, mwanafunzi wa wanahabari katika chuo cha mafunzo ya anga cha Nairobi, na pia katibu mkuu, alivyotusema katibu mkuu wa chuo hiki, ama ukipenda Secretary General. Kwanza kabisa hongera kwa kupewa kuchaguliwa katibu mkuu. Naam, shukran. Ulivyochaguliwa katibu mkuu, mwanzo ulisikiaje kwa wakati ulikuwa unaapishwa pale? Nilisikia vizuri. Unajua sana kawaida ya mwanadamu, ukipandisha chomo, ukipata kitu kizuri unafurahia. Kama kawaida tu nilifurahia. Naam. Na nini kilichokufanya kuwania hiki wadhifa wa katibu mkuu katika chuo hiki? Cha kwanza ningesema kwamba ni kama tu napenda uongozi, sababu kuanzia shule ya msingi, ya upili na pia chuo niliona tu nafasi kwa hapo hivyo. Nikaona department yetu hakuna mtu ambaye alikuwa amewania. Kuna labda sasa mbona niangushe wanahabari, acha nini nikajaribu bahati yangu nione kutakuwa vipi. Labda umesema katika shule ya msingi na sekondari, ushaikuwa pale kiongozi? Na kwanza darasa la 4 nimekuwa kusoma hizo enzi tulikuwa tunaitwa member of parliament, MP. Sasa kwanza darasa la 4, la 5, la 6, nifika katika darasa la 7 nikawania urais, nikawa rais wa shule ya msingi hadi darasa la 8. Hiyo shule gani ya msingi hiyo? Ni kwanza kabisa nilikuwa Mombasa, shule inaitwa Bangala pale. Nimesomea pale kwanza darasa la 4 hadi la 5. Kitoka hapo nikaenda Makindu kidogo, nikasomea kule kwanza darasa la 6 hadi la 8. Na shule ya sekondari pale umesomea wapi? Nimesomea katika kaunti ya Machakos, shule ya wavulana ndio Tala Boys. Nimesomea kule kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4. Kidato cha kwanza tulifika pale, so wiki ya kwanza tulikuwa wanafunzi wengi tumeweka kwenye darasa. So kulikuwa na mwalimu mmoja sikuwa namjua, akakuja akasema kwamba nataka mmoja wenyu wawe class rep, sababu watu bado hawajakuja wote, na mkija tawagawanisha. So kuna vijana wawili pale wakajitokeza, walikuwa na kierere sana, wakajitokeza akasema mimi ndio nitakuwa class rep wewe. So mimi nilikuwa nimetulia tu na waangalia vizuri. Wenye walikuwa wanatupeleka huko wanatupeleka vizuri. Kuna vile nasemaje kwa kizungu, ile ukienda wanakumonolize ukiwa mono pale. Wanaleta dictator So mimi sikuwa nafurahia, nikasema siku moja mimi nitakuwa class rep hapa hivyo, acha jamaa nitawatoa. Kuja tu election mimi nitasimama na watoe. So baada ya wiki 3 hivi watu wakasettle. So unajua admission waka-close, tukasettle pale shuleni. Ndio akasema sasa kama ungependa kuwa class representative unaweza wania. Mimi nikajaribu bahati yangu. So unajua watu walikuwa wamenipenda tu hivyo tu. Mimi nikawania, nikawashinda, nikawa class rep kuanzia form 1, form 2 pia hivyo hivyo. Form 3, term 1 na term 2. Term 3 kuna election. Ule president mwenye alikuwa sasa alikuwa form 4. Anatolewa sasa, wewe unaingizwa. Mimi nikasema acha nijaribu bahati yangu kuwa rais. Is a national school size Tala Boys. On national school. Nikajaribu bahati yangu nikakuwa rais. So unapenda tu, sijui ni kwa nini, lakini natumia siku moja nitakuwa politician mahali. Ndoto mzuri hiyo, ndoto mzuri. Na je, wewe kama mwanahabari unasomea pale Nairobi Aviation College, na tena wewe nimeona umeingia kwa siasa ya Aviation College. Je, utakuwa unatuletea breaking news pale za kila shule? Utakuwa unatuletea kwenye studio tunaangalia zinaendaje? Ni kazi yangu, lazima tu nifanye, sababu kana na uongozi vile nimekuja kusoma. Unajua kusoma na taaluma ninayosomea na wanahabari. Wanahabari lazima pia ile consistency weke na kujituma hapa na pale. So ukisema kama mimi ni kiongozi sasa sifanyi, itakuwa mbaya. Sasa ubalance. Uongozi unapewa muda wake, masomo pia unapewa muda wake. Na hapo kwenye masomo labda wewe tuambie, wewe uko na masaa 25, kwa maana unaona siasa na masomo utazingatiaje kuzibalance pale? Juu sisi wengine tuko na masaa 24 hatuko kwenye siasa na inatushinda. Sasa uta manage aje?
Ni kujipanga tu polepole. Unaweza tenga muda kama labda useme kama nitalala muda fulani fulani, nikiamka masaa fulani, sema kama nikiamka saa 9 hadi saa 11 ama saa 11:30 niwe nasoma, sababu ukija shule huwezi pata muda wa kusoma ukiwa shule, sababu uko ofisi unaitwa shughuli hapa na pale, na pia unataka kuingia madarasa wakati unapo labda unataka studio shoot practicals nini. Sasa unatenga tu muda asubuhi kabla nije shuleni, ndio naweza jipanga na kusoma. Sasa nikija shule nafanya shughuli zingine. Asante sana katibu mkuu. Na tukiendelea mbele ni kwamba wewe kama katibu mkuu na ile student council, ni nini mumepangia wanafunzi katika uongozi wako huu mpya, huu muhula wa uongozi wako ambao kufanyika ule wakati mwingine? Mipango gani mumepangia wanafunzi? Mipango ipo, mipango tumepanga. Kisha tu kwamba cha kwanza ni kuhakikisha kwamba tulete uongozi bora. Kisha kwamba sisi ni wanafunzi, sisi pia ni viongozi. Kama kwa kiongozi bado ni wanafunzi. Na wanafunzi hapa chuo lazima tuwachukue kama ndugu zetu, tuwe kama sisi. So tuwe na uongozi bora. Tuhakikishe kwamba pia activities za shule zina run smoothly, ziwe active zote. Si kwamba football imelala ama basketball, tuhakikishe kwamba wanafunzi wote wanakuwa included kwa kila activities ambazo ziko chuoni, ziwe active, zina run vizuri. Na pia mambo mengine pia tumeyapanga. Sasa hivi mambo mtayaona tu, mambo yako sawa. Na kwa kiduchu tu umezungumzia hapo mipango, labda unaweza pitia tu kwa kiduchu mipango gani ambayo umeweka hii mhula ama hii semester? Huu mhula tukiangalia ni mhula ambao una mambo mengi. Kuna mambo na music festival. Nataka kwamba wanafunzi pia wameingia kwa wingi. Nataka tulete items kama zaidi ya 6. Tuongee na dean tulete items zaidi ya 6 ili wanafunzi, mtu akiingia hapa kuna mwingine yuko pale, mwingine yuko pale, so wanapata nafasi, si sote tulete hapo hivyo. Na pia michezo, tutahakikisha kwamba tunaleta michezo tofauti tofauti hapa chuoni. Tutafute uwanja ambao wanafunzi watapata nafasi ya kwenda kushiriki kiujumla, kama ni uwanja mmoja lakini unabeba activities zote za sports. Na pia hakikisha tu kwamba mambo yana run tu vizuri chuoni. Shukran. Na labda ukikumbana pale na changamoto katika ofisi, utazikabili kama mwanasiasa au mwanahabari? Kama mwanadamu. Unajua wewe ni mwanasiasa huko tena mwanahabari. Unajua taaluma ya wanahabari na wanasiasa ni kama tu zinaendana sako kwa bako. Sababu wanahabari unataka uzungumze, utakuwa na confidence. Wanasiasa lazima uzungumze kuwa na confidence. Ni kama vinaendana tu kama pacha, vinaoana hivyo vitu. Sasa changamoto zikija nazo, unajua si wanadamu, tujakamilika. Lakini inalingana changamoto imekuja vipi. Je, utaikubali ama utaikataa? Na ukikataa utaikataa katika njia gani? So italingana vile ambavyo changamoto itakavyokuja. Katibu mkuu Bwana Mzamil, nilikuwa pale pilika zangu za hapa na pale katika chuo cha Nairobi Aviation College. Nikapitia huko cafeteria. Nikapata menu ni moja tu, ni chapati, mayai. Sasa wanafunzi wengine walikuwa wanauliza, wewe kama katibu mkuu, je, utawapigania waongeze pilau kwenye menu, waongeze soda ama itaendaje? Hilo swali gumu kaka, lakini sasa hapo inalingana na management ya chuo. Sisi tunaweza kupeleka proposal. Tuacho ndio kitaamua kama wataweka ama watakata, lakini leo tuna mkutano parliament, tutapropose tuone majibu ambayo tutapewa. Kama ni menu wanaweza ongeza, wanaweza badilisha, tutaona vile ambavyo watasema. Na mbali inakuwa katibu mkuu na mwanafunzi hodari pale, gwiji wa Kiswahili, mwanahabari chipukizi, wanafunzi wengi warembo pale wa campus wanauliza, je, moyo wako ushanyakuliwa na mpenzi ama bado kuna nafasi ya kutuma maombi? Kama wanataka kutuma maombi, nafasi bado iko ya maombi. Anaweza tuma maombi lakini hata line ni kubwa. Labda tuambie, unaangalia vigezo vipi kwa yule mwenye anatuma maombi? Ungependa mdada wa aina gani at least ndio wasijae nini DM yako? Sasa naweza sema kwamba muda bado wangu hujafika. Okay, huo muda ukifika, ungetaka dada maybe atakuwa na subira, ngoje akuwe na ile tabia gani? Cha kwanza
ni mtu ambaye anaogopa Mwenyezi Mungu, awe ni mcha Mungu, ananiheshimu hata kama kunipenda ananiheshimu, na pia anaheshimu wazazi na wale ambao watu wanamzunguka. Mcha Mungu, aniheshimu wazazi wangu na wazazi wake na wale ambao watu wanamzunguka. Sio mtu wa madharau, au mtu straightforward, mtu humble, anaweza ambiwa hivi afanye hivi, mtu ambaye yani kiufupi kwamba mtu ambaye ni mnyenyekevu tu, ako tu simple, ako sawa. Naam wadada, nafasi ipo wazi, mnaweza tuma maombi. Nisikia nyenzo ambazo na zile paradigms mtatumia mpate katibu mkuu mwenye atakuwa anashikilia wizara ya kama ayuko, tunamuita first lady, ama pia ni katibu mkuu mdogo. Huyo sasa yuko hapo katika uongozi, unajua yuko katika uongozi. Na Bwana Mzamil, wewe kama katibu mkuu na gwiji pale wanahabari, je, ungependa ukimaliza shule kufanya kwenye kituo gani ama station gani ya runinga? Mimi kibinafsi ningependa kufanya katika station ambayo inanilipa tu. Bora station yote, lakini inajali maslahi yangu na pia inajali maslahi yao. Na labda utuambie huu wanahabari ulianzia wapi? Ilikuwa passion ama umeanzia, ilikuwa ufanye course ama iliendaje? Mzazi ndiye alikwambia? Unajua kila mtu akigrow anakuwa na ndoto. Na mimi sisema kwamba labda ndoto yangu ilikuwa fulani. Au mambo yote Mungu ndiye anapanga. Kama si wanahabari sijui ningefanya nini. Mungu anajua cha kinipa. Mimi kusema kweli, kwanza mtoto nilikuwa napenda tu wanahabari, nilikuwa napenda kusoma vitabu vya Kiswahili sana, kamusi nini. Na mapenzi yangu akana mahaba, akaanza tu kupenda radio, kupenda runinga. Ndio hivyo tu, nikaanza tu kupenda hivyo tu. Labda unalenga mtangazaji mgani pale kwenye hii department ya media? Ni wengi. Wale ambao nawatazama, your mentors. Na ni wengi. Ni wengi. Siwezi wataja kumaliza. Sababu kila mtu unayemwangalia akifanya kazi nzuri sema ningependa kwa kama huyu. Kesho kizoea kuangalia yule sema mimi napenda kwa kama huyu. Kesho kiangalia kunapenda so unachanganya yote tuleta pamoja, mtu unaanza kutumia kama anafanya hivi, acha jaribu njia huyu alafu nene mwisho siku utapata. Lakini ni wengi ambao wananivutia, pia mimi natamani sana siku moja niwe kama wao. Je, Bwana Mzamil, pale Nairobi Aviation College, we kama katibu mkuu umeingia mwaka gani? Kwa sababu naona pale wanafunzi wana trend, nataka uniambie who's the famous student Nairobi Aviation College? Kwanza niliingia Nairobi Aviation College mwaka uliopita mwezi wa 9, mwaka 2025 mwezi wa 9. Labda famous student Nairobi Aviation College, sijatangamana sana na wanafunzi nikauliza nikajua, lakini nitafanya uchunguzi nione. Bado hujampata? Bado. Sa Nairobi Aviation College kazi ipo. Celeb wa Nairobi Aviation College bado hajapatikana, at least mtambulike. Na ujumbe mgani ambao unaweza patia pale wanafunzi ambao wataingia na wanajiunga na chuo cha Nairobi Aviation College wakitaka kuchukua kozi mbalimbali pale? Kwanza kabisa ningependa kuambia kwamba Nairobi Aviation College ni chuo ambacho ni kizuri. Kila kitu ambacho unakiona kizuri lazima kiwe na changamoto, lakini ukija hapo usiangalie changamoto tu, lakini angalia pia faida. Na ukichagua kozi ambayo unakuja kuifanya hapa chuoni ama chuo chochote kile ambacho ungetamani sana kujiunga nacho, kwanza kabisa penda kile ambacho unakitaka. Na ukikipenda, ukipewa nafasi ukifanya, kisha kwamba unakifanya vizuri, chapa proper, ili ujipe nafasi. Sababu hapa nje bana kuna competition kali sana. So penda, na ukipenda upewe nafasi, kisha kwamba una perform vizuri. Na Bwana Mzamil, nilikuwa nafuatilia pale sherehe za Freshers Night. Katika ule uongozi mwingine ilikuwa inafanyika pale VVIP Club. Lakini nikaangalia katika uongozi wenyu kuna mabadiliko kiasi, mmeshukisha ile pesa ya kuingia, inaitwa hiyo ticket entry fee from 400 to 250 na mkaiweka pale Sarakasi Dome. Je, ni nini kilichofanya mkaitoa huko? Kulikuwa kwaje mkaipeleka Sarakasi Dome?
Ni nini mnakilenga? Kwanza kabisa hapo kwa field tulilenga kwanza, unajua hapa chuo wanafunzi ni comrades. Hiyo ya shilingi 250 itakuwa affordable kwa wanafunzi wengi. Ile entrance fee ya wanafunzi wengi. Na tukiangalia pale VVP, mazingira wanafunzi wengi walilia kwamba mazingira si mazuri, hakuna security pale. Na pia ile tu nini, mazingira yao si mazuri. Sasa kusema kwamba labda je, mkibadilisha itakuwa vipi? Sisi kama kwamba wacha tubadilishe, tunafuata kile ambacho wale wanafunzi wanatuambia, sababu wao ndio kama waajiri wetu. Nasema kwamba tutabadilisha na tutarudisha chini fee. Sasa tukaleta shilingi 250 kutoka shilingi 400 ili iko affordable kwa wanafunzi wengi na wale ambao wangependa kuja freshers night. Labda mwanafunzi ambaye angependa kuja kujiunga na nyinyi, anapataje hiyo ticket entry na analipiwa wapi entry fee? Tutapost kwa group za shule, na ama pia ukitaka information kadhaa ama more information kuhusiana na freshers night unaweza kutembelea katika afisi zetu pale second floor karibu na Dean of Student. Hapo ukiingia hapo Student Council's office tutakupea more information na kile ambacho utataka kukijua tutakuelezea kwa kina na uketo ili uweze kuelewa zaidi. Kiswahili unaje? Labda unajua umezungumza hiyo point ya mwisho kwa kina na uketo. Hii Kiswahili umelelewa wapi ndio ukashikashika hii Kiswahili? Kwanza Kiswahili ni Kibantu na mimi ni Mbantu. So Kiswahili ni lugha yetu, lazima tuijue. Tunasema kwamba mimi najua Kizungu. Kizungu si lugha yetu. Hata ukiuliza mtu kwamba Kizungu kilitoka wapi, mtu hajui. Lakini ukiuliza mtu Kiswahili kilitoka hapa, anaweza kuelezea kilitoka hapa, kikuja hivi hivyo. Ndio kitu ambacho na kwa ile hamna ukijua. Mahali ambapo kimetoka. Lakini Kizungu ni kitu ambacho kimekuja, tukalazimisha kwamba kijue. Ndio watu wakijua. So ukiangalia sasa mtu akiona anazungumza Kizungu sasa yeye ni msomi. Hamna kitu hapo. Akizungumza Kiswahili ndio msomi bana. Sasa wanafunzi wa Kizungu mwasikia kazi ipo, mjue Kiswahili. Na Kiswahili kizuri, Kiswahili lugha yetu. Je, nyumbani unatokea wapi? Mimi ni Mkenya. Nyumbani kwetu pia mimi Mkenya. Nyumbani kwetu ni kaunti ya Busia. Kaunti ya Busia wapi? Unajua kaunti ya Busia ni? Busia ina bunge la Butula. Inaitwa? Butula. Busia County, Butula constituency. Sijui mbunge wangu, Ujui mbunge wako? Sijui. Katibu mkuu atuongosha. Ndio nitafanya research nijue. So hujaishi Busia sana? Si sana. Nilitoka kitambo sana, lakini napanga kwenda huko siku moja. Mungu akijalia. Siku moja tu nitaenda kule. Natembelee. Asante sana. Nikuja kusoma bunge. Na je, bwana Mzamili, wewe kama gwiji wa Kiswahili, je, katika kikao rasmi utaruhusu wale wabunge wako watumie Sheng ama utawaambia watumie Kiswahili sanifu? Lugha rasmi za Kenya ni Kizungu ama Kiingereza na Kiswahili. Sheng ni lugha ya kiujinga sana. Ni lugha upuzi. Sasa kwa kifupi unasema hautaruhusu itumike kwenye bunge? Mjadala bunge pale ni kikao rasmi. Na ukiona ni kikao rasmi lazima tutumie lugha rasmi ambayo inaeleweka na kila mtu. Sasa lazima kama ni Kiingereza zungumza Kiingereza, Kiswahili zungumza Kiswahili. Kama lugha ya mama uweze zungumza Kiswahili, zungumza Kiingereza, basi zungumza lugha ya mama. Tuweze kosa pale mfasiri ambaye atatufasiria tuelewe. Lakini Sheng ni lugha ujinga tu. Labda ulipoingia katika wadhifa wa uongozi umeshaikuwa na kikao rasmi? Labda viongozi pale ndio tumekuwa nao, lakini sasa ile parliament ndio bado, ndio leo hii ndio siku ya kwanza tunaenda kuwa nayo. Mida saa ngapi? Mida saa 8 hivi. Mida saa 8. Natumai utawakilisha wanafunzi wa Nairobi Aviation, maana wanakutegemea sana. Lazima. Kwanza nimepita pale nikaona hizi wifi. Wanafunzi wanategemea sana wifi. Na imepotea tu dakika chache. Wakalalamika shule wifi. Sasa mtafanyaje hii wifi isitiri kila mtu? Tuzungumze na chuo tuone kama wanaweza kubadilisha hiyo router ama wanaweza leta mingi ili ziwe mingi. Wanafunzi unajua wakija wifi moja inaweza jaa, unapata wengine waja connect. Lakini sasa zikiwa mingi itakuwa affordable kwa wanafunzi wote kesho kwamba wanatumia wifi. Naam, shukrani. Na mwisho kabisa, je, ukitoka katika wadhifa huu ama mhula huu ungependa ukumbuke kama mwanasiasa, katibu mkuu ama mwanahabari
ama gwiji wa Kiswahili? Ungependa ukumbukwe vipi? Kwanza kabisa ningependa kukumbukwa kama mwanahabari. Cha pili nikumbuke kama kiongozi ambaye alileta mabadiliko hapa chuoni. Hivyo tu viwili. So wanafunzi watarajie mabadiliko. Naam. Kuna mabadiliko imepangwa sana. Kwanza viranja wa darasa nyinyi lazima mchangamke. Hawafanyi kazi, wamelaza damu. Wamelaza sana. Pia wanakuja kwenye parliament. Ndio tutakuwa na wao kule. Shukrani sana. Asante sana kwa kutenga muda wako kutembelea studio zetu za Energy TV. Tukipata muda mwingine tutakuita, maybe ukitoka pale kwenye parliament tena tukuje tudadisi mambo yalivyo. Naam, asante sana. Shukrani sana mtazamaji wetu wa runinga Energy TV. Tumekuwa na katibu mkuu mpya wa Nairobi Aviation College ambaye amewaambia wanafunzi kuna mabadiliko mengi yatafanywa. Letu ni kuweka jicho, tarajie kitakachoendelea. Asante sana, nimekuwa na hodha wenyu Bernard Otieno. Tukutane tena katika mahojiano mengine ambapo nitakuwa nawaletea kiranja mkuu wa shule mpya. Asanteni.